Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du. Ndugu zangu wafuatiliaji wa vipindi vyetu, huu ni wakati mwingine adhimu kabisa kuweza kuwaonyesheni msikiti wetu Jami'ul Istiqama Bitabora. Msikiti huu kama ambavyo unaonekana upo katika hatua zake za mwisho kwa ajili ya kufunguliwa rasmi ili ibada zianze kutekelezwa ndani ya msikiti huu. Hapa napenda kuwapeni tu taarifa ya kwamba msikiti umekamilika kwa asilimia 98. Zimebakia asilimia 2, nazo ni za maandalizi tu ya hapa na pale kwa ajili ya kuwaalika wageni kutoka maeneo mbalimbali kuja kushuhudia ufunguzi wa msikiti huu. Kwa hiyo kwa kuwa bado haujakamilika kwa maana ya kuandaliwa tukio maalumu la ufunguzi, kwa niaba ya uongozi wa Istiqama tawi la Tabora mjini, tumekubaliana msikiti huu tutauswalia salatul Eid. Swala ya Eid al-Adha itaswaliwa ndani ya msikiti huu siku ya Ijumaa. Swala hii imepata bahati kuswaliwa hapa kwa mara yake ya kwanza. Msikiti huu toka umeanza kujengwa, swala ya kwanza kabisa itakuwa ni swala ya Eid al-Adha. Hii ni hadhi kubwa kwa sisi wana Tabora kuja kuswalia salatul Eid ndani ya msikiti huu. Kwa hiyo natoa taarifa na natoa mwaliko kwa wakazi wa manispaa ya Tabora mjini, wale ambao watakuwa na nafasi wasogee siku hiyo ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa. Swala itaswaliwa saa 1:30. Kama mnachofahamu kwamba swala hii ni swala ambayo inatakiwa iswaliwe mapema ili watu wapate nafasi ya kwenda kuchinja. Hii ni Eidul Adha na vichinjo vitachinjwa baada ya kuswali. Yoyote ambaye atachinja kabla ya kuswali itakuwa ni lahmun yuqaddimuhu li ahlihi, ni nyama tu anawapa jamaa zake na ndugu zake. Lakini anayetaka kupata sunna basi achinje baada salati al-Eid, baada swala ya Eid. Ndugu zangu, kama mnavyoona msikiti huu, msikiti ni mkubwa. Maelezo yake juu ya ukubwa wake yamekwisha kutangulia, lakini si vibaya kusema tu eneo la chini wanaingia watu zaidi ya 1300 na juu vivyo hivyo. Kwa ni msikiti unaweza kuchukua watu kuanzia 2600 mpaka 3000 na ziada. Na hapo hatukwenda kuswali katika sathi juu kabisa. Tukienda juu kule basi watu 4000 na ziada wanaweza kufika. Kwa hiyo kila mmoja katika mkazi wa Tabora mjini yampasa aje ashiriki uzinduzi wa salatu al-Eid ndani ya msikiti huu. Kwake itakuwa ni jambo lilokuwa jema kabisa. Zaidi ya hapo, nimalizie kwa kutoa yafuatayo. Salatul Eid ni swala ambayo imesuniwa kuswaliwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akaweka baadhi ya miongozo ambayo itamsaidia Muislamu zile fadhila azipate. Ya kwanza, unatakiwa utoke pasina kula chochote. Hii swala hii unatoka hali ya kuwa umefunga, unatoka nyumbani na siyam, unajizuia. Kama umeandaa bokoboko lako, umeandaa vyapati vyako, umeandaa mikate yako, acha. Njoo kwanza swali, ukishamaliza ndio utachukua chochote, na hasa sunna utumie tende. Uanzie tende uweze kufungua na uendelee na vyakula vyako. Lakini fahamike pia ni yaumul lubsil jadid, ni siku ya kuvaa vipya. Uvae kanzu yako mpya, ikiwezekana kikoi chako kipya, kofia yako mpya, hata nguo yako ya ndani pia ikiwezekana iwe mpya. Haya yote ni katika sunna za siku hiyo ya Eid. Lakini jambo la tatu, uje katika njia ambayo njia hiyo hakikisha kwamba hautorejea kunako njia ile, yani tumia njia nyingine. Lakini jambo la 4, takbir.
Takbir ni katika shaira kubwa ya Eid hii ya Adha. Dhalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Hilo kila yule ambaye ataitangaza ataitukuza shaira ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama hii shaira takbir katika swala hii ya Eid, hilo ni katika mambo ya uchamungu. Kwa hiyo takbira zipigwe sana toka majiani mpaka katika majumba na ndani ya nyumba za ibada, na ni sunna takbira hii iende baada ya Eid siku 3 mfululizo, na ikatwe baada ya asri siku ile ya 3. Hii ni sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia ni siku ya aklu wa shurb, paliwe sana na panywe sana, min ghairi israfi, pasina fujo. Watoto wazawadiwe, wake wapewe zawadi mbalimbali katika kufurahia Eid kubwa hii ambayo ni fakhari kwa ummati Muhammad, ni fakhari kwa Uislamu. Haya ni mambo ambayo Waislamu wanatakiwa wajipambe. Lakini vile vile Waislamu siku hiyo ni siku ambayo inawatoa kila aina ya watu. Kwa hiyo wako walionuia kufanya mabaya na wako walionuia kufanya yaliyokuwa mema. Ni vizuri watu watafute maeneo ya kheri, maeneo ambapo anatajwa Mwenyezi Mungu sana, maeneo ya kaswida, maeneo ya dhikri, maeneo ya michezo iliyokuwa mizuri ambayo haina ndani yake kuasiwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali imesheheni taa. Kwa hiyo watu waende katika maeneo hayo, wawapeleke watoto wao katika viwanja hivyo. Viwanja vya haramu ni haramu kuvisogelea, kwani kufanya hivyo ni katika kukosa kabisa na kuzipiga teke na kuzitoa katika mbele yako fadhila za Eid na thawabu zake. Baada ya kusema haya, ndugu zangu wasikilizaji, shima alaikum, kila mmoja tunaomba dua apate cha kuchinja. Hii ni Eid ya fakhari kwa Muislamu kuwa na kishinjo chake hata kama ni kidogo, lakini pia kila mmoja wetu achukue nafasi hii kwa namna yake, amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ummati Muhammadi upate mshikamano ili uweze kufanya maendeleo yaliyokuwa makubwa katika ngazi ya vijiji, ngazi ya kata, ngazi ya tarafa, ngazi ya wilaya, ngazi ya mikoa, ngazi ya nchi na ngazi ya kitaifa na ngazi ya kimataifa. Hili litakuwa ni jambo jema na inshallah khair. Mwenyezi Mungu tunamuomba awahid ummati Muhammad kama ambavyo aliwahidi mwenyewe na kama ambavyo aliahidi Mwenyezi Mungu aliposema wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.